Bwana Yesu asifiwe sana. Hakika mwaka huu kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutazidi kutenda makuu. Hakika ninamtukuza Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili yako, kwa namna ambavyo anazidi kutupigania na tutetea, anatuwezesha kwa namna moja ama nyingine. Yeye amekuwa nuru yetu, amekuwa msaada wetu, amekuwa sehemu ya maisha yetu. Amezidi kutulinda, amezidi kutusaidia, amezidi kuyainua maisha yetu, amezidi kutupigania mahali ambako hata wakati mwingine kwa akili zetu hatuwezi. Yeye amekuwa sehemu ya maisha yetu, yeye amekuwa msaada wetu, amekuwa kimbilio letu. Ninatamani kwa dakika moja tu mshukuru Mungu na kumwambia Mungu asante kwa namna ambavyo amekuwezesha kuona majira na siku ya leo iliyo bora na iliyo njema. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua. Asante kwa sababu ya upendo wako, asante kwa sababu ya nguvu zako, asante kwa sababu ya mamlaka yako, asante kwa sababu ya neema yako ambayo umetukirimia watoto wako. Tunasogea mbele zako Bwana Yesu kwa siku nyingine tena ambayo umetupa. Ni siku ya baraka, ni siku ambayo umeiruhusu wewe, ni siku ambayo umeachilia wewe Bwana, na ukaruhusu mema yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, Baba ninakutukuza, Baba ninakuinua, ninalisifu jina lako Mwokozi wangu, ninalitukuza jina lako Mungu wangu wa mbinguni, maana wewe ndiye Bwana na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, wewe ambaye umekuwa kimbilio letu, wewe ambaye umekuwa msaada wetu, umekuwa nuru ya maisha yetu, umekuwa sehemu ya maisha yetu kila kuitwapo leo. Ninasogea mbele zako Adonai, ninasogea mbele zako Mwokozi wangu, kwa kuwa umetusaidia tena. Hakika wema na fadhili zako zimekuwa njema kwetu. Hakika umetufadhili kwa viwango vya hali ya juu sana. Hakika umetufadhili Bwana, hata mahali ambako hata hatukustahili kufadhiliwa, lakini wewe umetufadhili. Hata mahali ambako hata Bwana hatukustahili kuhurumiwa, lakini wewe umetuhurumia. Hata mahali ambako hata hatukustahili kupata rehema, lakini wewe umeachilia rehema zako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakuinua, ninakutukuza, ninakusifu kwa sababu ya upendo wako, ninakusifu kwa sababu ya ukarimu wako, ninakusifu kwa sababu ya rehema zako. Asante Bwana, hakika umetukuzwa, hakika umeinuliwa. Hakika wewe Mungu, wewe ni wa kusifiwa. Wewe ni Mungu ambaye hapana mwingine kama wewe Bwana, hapana mtoshelevu kama wewe Mwokozi wangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Yesu kwa upendo wako, asante Yesu kwa sababu ya msaada wako. Ninaliinua jina lako, ninalitukuza jina lako, ninalisifu jina lako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu, wewe uinuliwe, wewe utukuzwe, maana hapana mwingine kama wewe Bwana, hapana mwingine kama wewe Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Karibu Roho Mtakatifu, zidi kutuongoza siku ya leo tunapoenda kuomba na kuishughulikia roho ya hofu ambayo inatuzuia kusonga mbele kwa habari ya maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mtu wa Mungu, siku ya leo tunapoenda kuingia kwenye maombi, tunaenda kuomba kwa habari ya kushughulikia roho ya hofu inayotukwamisha, inayotusumbua kwenye maisha yetu. Roho ya hofu ambayo inatunyima kufanya mambo mbalimbali vya msingi ambayo tunatamani wakati mwingine tuweze kufanya. Yamkini hii roho ya hofu inakwamisha sana maisha yako, inakwamisha malengo yako, inakwamisha hata we mwenyewe kufanya vitu kwa sababu ya roho ya hofu. Kadri unavyojipanga, kadri unavyofikiri, kadri ambavyo unaweka malengo yako, unaweka malengo, lakini ile roho ya hofu inapokuja, unashindwa kuendelea kufanya hilo jambo, unashindwa kuendelea kufanya kile ulichokipangilia, unashindwa kuyaendea maono yako, unashindwa kuyaendea yale yaliyokusudiwa kwenye maisha yako kwa sababu tu ya fear. So this day tunahitaji tukamwambie Mungu atuondolee roho ya hofu, atuondolee roho ya hofu, atuondolee roho ya hofu, kwa sababu roho ya hofu ni moja ya silaha ambazo adui huzitumia wazuia watu kutimiza kusudi la Mungu. Unaona, roho ya hofu ni moja ya silaha ambayo adui hutumia wazuia watu wa Mungu wasitimize kusudi la Mungu kwenye maisha yao.
wasitimize kusudi la Mungu kwenye maisha yao. Yamkini kuna kusudi ambalo unalo, lakini adui tumia hofu wewe usitimize hilo kusudi. Adui tumia hofu wewe usitimize hilo kusudi. So ninatamani tunapoenda kuomba, wewe ukaombe ukamwambie Mungu, niondolee roho ya hofu ambayo inanizuia mimi kufikia kwenye hatima yangu, kufikia kwenye kusudi langu, kufikia kwenye majira yangu, kufikia kwenye ndoto zangu. Kwa sababu hofu mara nyingi huja, inaondoa amani, inapunguza imani, inaleta mashaka. Mara nyingi humfanya mtu ashindwe hata kuchukua hatua ambazo Mungu amekusudia zichukue, kwa sababu tu ya hofu. Mungu anakuambia fanya hivi, Mungu anakuambia nenda kule, lakini kwa sababu hapo katikati kuna kizuizi, unaona hapo katikati, kwa sababu kuna mambo unayaona, unaanza kuweka hofu, unaanza kujikuta una hofu, unajikuta unakuwa ni mtu mwenye uoga. Lakini ukiwa na ujasiri wa kiungu, ukiwa na Mungu, kamwomba Mungu ashughulikie hiyo roho ya hofu, Mungu atafanya njia pasipo na njia. Utajikuta ni mtu ambaye una ujasiri mwingi sana. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7, Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7 anasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa lugha nyingine, Mungu hakutupa roho ya hofu. Mungu hakutupa roho ya kuogopa, hakutupa roho ya kuona mashaka, hakutupa roho ya kuwa na wasiwasi, bali alitupa roho ya ujasiri, alitupa roho ya matumaini, roho ya ushujaa, roho ya ushujaa. Kwa hiyo kama Mungu ametupa roho ya ushujaa, hii roho ya hofu inatokea wapi? Hii roho ya hofu inatokea wapi? Hii roho ya uoga inatokea wapi? Tunahitajika tuishughulikie roho, tuishughulikie roho kweli kweli, kwa sababu inakwamisha maisha ya wengi, inakwamisha maisha ya wafanyabiashara, inakwamisha maisha ya wanafunzi, inakwamisha maisha ya wanandoa, inakwamisha maisha ya watumishi wa neno la Mungu, inakwamisha watu mbalimbali katika ofisi tofauti tofauti, katika taasisi tofauti tofauti, inakwamisha namna ambavyo mtu anastahili kuinuka. Lakini kwa sababu ya roho ya hofu, huyo mtu anabaki pale pale, anajikuta ni mtu wa kupiga mark time, anajikuta ni mtu wa kusema kwamba ngoja nitafanya kesho, ngoja nitafanya baadaye, ngoja nitafanya mwezi ujao, ngoja nitafanya mwakani, ngoja nitaanza mwakani, ngoja nitaanza mwezi ujao. Kwa sababu ya roho ya hofu, anakuwa na mashaka ya kuanza kila ambacho amekitamani akifanye, lakini uoga umemzuia yeye asiendelee mbele. Na ndio maana nataka nikuambie kwamba Biblia inatufundisha kwamba Mungu hajatupa roho ya hofu, bali ametupa roho ya nguvu, ya upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo tunapomtegemea Mungu, tunapata ujasiri wa kukabiliana na changamoto za maisha, tukijua kwa Mungu yuko pamoja na sisi, tukijua ya kwamba yeye anatembea na sisi, tukijua ya kwamba yeye yupo pamoja nasi katika safari yetu, katika njia zetu, yeye yupo pamoja na sisi. Kwa hiyo tunatamani tunapoenda kuomba tuishughulikie hiyo roho kweli kweli. Lakini hiyo roho uweze kuishughulikia, hakikisha una roho wa Mungu ndani mwako. Hata kama una roho wa Mungu ndani mwako, tutaomba hapa roho wa Mungu, roho mtawala awe ndani mwetu, kwa sababu akiwa ndani mwetu, yeye hana tabia ya uoga, yeye hana tabia ya uhofu, yeye hana tabia ya wasiwasi, yeye hana tabia ya kutokuendelea mbele. Uwe na uhakika kabisa akiwa ndani mwako atakusaidia. Kwa hiyo lazima awe nguvu zako, lazima awe ngome yako, lazima awe ngao yako, lazima awe tegemeo lako. Yeye atakusaidia. Na ndio maana ukisoma Yoshua 1:9 anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike. Kwa hiyo nikutie moyo mtu wa Mungu, usiogope, usifadhaike, usiogope, usifadhaike. Mungu yu pamoja na wewe. Usiogope. Leo tunapoenda na kuomba, usiogope kwenda kuanza kile ulichotamani kuanza. Usiwe na wasiwasi kwa habari ya kile kitu ambacho unahitaji kukifanya. Usiwe na mashaka, usiwe na wasiwasi, usiwe na uoga. Tamani Roho wa Bwana awe ndani mwako, akusaidie na akuwezesha, akufanikishe kuyatenda yale ambayo umetamani kuyatenda ndani ya ulimwengu. Na ninachoamini utauona mkono wa Bwana, ninachoamini utauona nguvu za Bwana, utaona Mungu jinsi anavyotenda, utaona
ukiona jinsi Mungu anavyofanya kwenye maisha ya kwako, kwenye eneo lolote la kwako, Mungu atakusaidia, kwa sababu yeye amekusudia yaliyo makuu kwenye maisha ya kwako. Yeye amekusudia yaliyo makuu kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo uwe na uhakika kabisa, ukisoma kitabu cha Warumi 8:15, hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu. Kwa hiyo hofu ni utumwa. Hofu ni utumwa kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo kama hofu ni utumwa, hatujapokea roho ya hofu, bali tumepokea roho ya ujasiri ambayo inatufanya kuwa huru, inatufanya kuwa huru katika kuyaendea yale mambo yetu ambayo tunatamani kuyaendea. Tamani tukaombe, tukamsihi Mungu. Mfuatana nami katika sala hii. Sema: Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kunifunulia siku ya leo ile roho ambayo inanikwamisha kwenye maisha ya kwangu. Ninakuomba Baba yangu, ninaposogea mbele zako, uniondolee kila roho ya hofu iliyokwamisha maisha yangu kwa muda mrefu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, achilia neema yako, achilia damu yako ya thamani iliyomwagika msalabani, iniondolee kila aina ya tabia ya hofu, iniondolee kila aina ya tabia ya roho ya hofu iliyonikwamisha kwa muda mrefu, iliyonizuia kwa muda mrefu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu ikanipe ujasiri kwenye kila eneo la maisha yangu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hebu ingia mbele za Mungu, anza kuomba kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninasogea mbele zako tena Bwana, nikikataa kila roho ya hofu katika maisha yangu. Ninakataa roho ya hofu katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Ninakemea roho ya hofu ambayo imenizuia mimi kuendea mema yangu, ambayo imenizuia mimi kuendea katika fursa zangu, katika maisha yangu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninakemea kila roho ya hofu ambayo imenikwamisha kwa muda mrefu. Ninakemea kila roho ya hofu ambayo imenizuia mimi kwa muda mrefu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yangu na Mungu wangu, ninasogea mbele zako, ninasogea mbele ya kiti chako cha enzi. Ninakemea hiyo roho ya hofu ambayo imenikwamisha kwa muda mrefu. Ninakemea roho ya hofu ambayo imenizuia kwa muda mrefu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakemea hiyo roho ya hofu, ninakemea roho ya hofu, ninakemea roho ya hofu iliyonizuia, iliyonikwamisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hofu ambayo imekwamisha maono yangu, kila hofu ambayo imekwamisha ndoto zangu, ninakemea leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Hofu iliyokwamisha maisha yangu, hofu iliyokwamisha ndoto zangu, hofu iliyokwamisha maono yangu, ninaishughulikia leo. Ninaishughulikia hiyo roho ya hofu kwa damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu uteketeze kabisa kila roho ya hofu, uteketeze kabisa kila roho ya hofu iliyonizuia, iliyonikwamisha kwa muda mrefu ili nisisonge mbele, iliyonizuia kwa muda mrefu ili nisipige hatua, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba yangu wa mbinguni, ninaomba Roho Mtakatifu uondoe kila aina roho ya hofu, uondoe kila aina roho ya hofu iliyozuia malengo yangu, iliyozuia Bwana mimi kupata watu sahihi, mimi kuingia katika majira sahihi, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Ninasogea mbele zako Bwana, ninasogea mbele zako Adonai. Ninahitaji neema yako itakayonisaidia, ninahitaji neema yako itakayonisaidia, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninakataa hofu inayonizuia kusonga mbele katika
kusudi langu, ninakataa hofu inayonizuia kusonga mbele katika kusudi langu, katika mikakati yangu, katika malengo yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninakataa hiyo hofu, ninakataa hiyo hofu, ninakataa hiyo hofu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo hofu inayozuia kusudi langu, inayozuia maono yangu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kila hofu inayonizuia mimi nisisonge mbele, inayonizuia mimi nisipige hatua, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Yesu, naomba utusaidie, naomba unisaidie, naomba unisaidie Bwana, naomba unisaidie Bwana kuishinda hiyo hofu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Bwana wa majeshi, ninaomba Mfalme, badilisha hofu yangu kuwa imani, kuwa na mashaka yangu Bwana kwa ushuhuda, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ibadilishe hiyo hofu, unijaze imani yako Bwana, kwa jina la Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ondoa kila aina ya hofu, ondoa kila aina ya hofu, ondoa kila aina ya hofu, katika jina la Yesu. Unijaze imani yako, 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 kama Paulo alivyosema, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana wa majeshi, nijaze, nijaze, nijaze ile imani yako kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, maana hakuna mashaka wala wasiwasi itakayonishinda, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninakataa, ninakataa, ninakataa kila hiyo roho ya mashaka inayofifisha imani yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana wangu na Mungu wangu, ninakuomba Roho Mtakatifu unisaidie, unisaidie, unisaidie Bwana, nisaidie Bwana, nisaidie Baba yangu. Ninaomba rehema zako na nguvu zako zitakazonisaidia, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Naomba amani ya Mungu itawale ndani ya moyo wangu. Ninaomba amani yako Bwana itawale mawazo yangu. Ninaomba amani yako Bwana itawale akili yangu. Ninaomba amani yako Bwana itawale fikra zangu. Ninaomba amani yako Bwana itawale mawazo yangu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninaomba amani yako itawale, itawale ndani yangu, itawale ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Sawa na Filipi 4:7, Bwana, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Ninaomba ile amani yako Bwana inihifadhi Jehova, inihifadhi Mwokozi wangu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Ninaomba amani yako, ninaomba amani yako, ninaomba amani yako Bwana, ninaomba amani yako inihifadhi, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Karibu Roho Mtakatifu, tawala ndani yangu, tawala ndani yangu, tawala ndani yangu, maana hakuna hofu, hakuna mapepo ya kuleta hofu ndani mwangu. Ukitawala ndani mwangu, hakuna uchawi wa hofu, hakuna ujini la hofu litakaloingia maisha yangu, katika jina la Yesu, katika
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Roho ya hofu itoke, roho ya hofu itoke kwenye maisha ya kwako, itoke kwenye maisha ya kwako. Ita Mungu, mwite Mungu, mtoa Mungu, mwambie Mungu, ninaomba utawale moyo wangu, tawala mawazo yangu, tawala akili yangu kwa damu ya Yesu. Mwite saa hii, atakupa ujasiri, atakupa ujasiri, maana anasema niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua, usiyoyajua. Akija atakupa ujasiri, atakupa roho ya matumaini kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, nijaze roho ya ujasiri, nijaze roho ya ujasiri, nijaze roho ya ujasiri kwenye maisha yangu, ili niweze kuiendea ile biashara yangu, ili niweze kuyaendea yale mema yangu, ili niweze kuyaendea zile baraka zangu, ili niweze kuyaendea yale mafanikio yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Bwana wangu na Mungu wangu, ninaomba neema yako inisaidie Bwana, inisaidie Baba yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nijaze hiyo roho, nijaze hiyo roho, nijaze hiyo roho, hiyo roho ya ujasiri, hiyo roho ya ujasiri kwa jina la Yesu, ili niweze kufanya yale mambo yangu, yale malengo yangu, ile mipango yangu, ile mikakati yangu, niyafanye kwa ujasiri kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Maana Bwana, roho ya ujasiri ikiwa ndani yangu, nitaamua kwa usahihi, nitaamua kwa usahihi. Maana roho ya hofu ikitawala maisha yangu, sitaamua kwa usahihi, sitaweza kuamua kwa usahihi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo ninasogea mbele zako, nisaidie Baba yangu, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Mwokozi wangu, nisaidie Mfalme wa falme, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kinaleta hofu kwenye maisha yangu, ninakemea. Chochote kile ambacho kinaleta hofu kwenye maisha yangu, ninakemea katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Chochote kile ambacho kinaleta hofu kwenye maisha ya kwangu, leo ninakiondoa, leo ninakiondoa. Chochote kile kinacholeta uoga, kinaleta uoga ambacho kinasababisha wakati mwingine ninachelewa kufikia katika yale mema yangu, kufikia kwenye hatima yangu, leo ninakiondoa, ninakishughulikia kwa moto, kwa moto, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninakiteketeza, ninakiteketeza, ninakiteketeza kwa moto, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa moto wa Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, pita ndani yangu, pita ndani yangu, pita ndani ya maisha ya huyo kijana, pita ndani ya maisha ya yule mwanaume, pita kwenye maisha ya yule mwanamke ambaye roho ya hofu, roho ya hofu inayosababisha uoga kwenye maisha yake, inomzuia yeye kufikia hatima yake. Na shughulikia leo kwa jina la Yesu, na shughulikia leo kwa jina la Yesu. Ninakemea kwa jina la Yesu, iondoke saa hii, iondoke saa hii, iondoke saa hii kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, pita ndani yetu, pita ndani yetu, pita ndani yetu, pita ndani yetu, pita ndani yetu Bwana, pita ndani yetu Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Kila chochote kile ambacho adui amekileta ndani yangu, amekileta ndani yetu, akasababisha hofu tukachelewa kufikia katika hatima zetu, leo ninaishughulikia, ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu. Kila roho yote ya mashaka ambayo ililetwa ndani ya maisha yangu, ambayo ililetwa kwenye maisha yangu, iliyoletwa kwenye maisha yangu kwa namna yote ile, iwe ni kwa njia ya dhambi, iwe ni kwa njia ya uovu, leo ninaikemea, leo ninaikemea na kuiondoa kwa damu ya Yesu, na kuiondoa kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaiondoa, ninaiondoa saa hii, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mahali popote ambako hofu iliwahi kunizuia kuifikia
kufikia mema yangu. Ninaiondoa mahali popote ambako hofu ilisababisha hasara, leo ninaiondoa mahali popote ambako hofu ilisababisha huzuni, leo ninaiondoa mahali popote ambako hofu ilisababisha dhambi, ninaiondoa kwa jina la Yesu, ninaiondoa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo roho ya kipepo ya hofu ninaishughulikia kwa jina la Yesu, ninaishughulikia kwa jina la Yesu, iondoke kwa jina la Yesu. Hofu iliyosababisha magonjwa, hofu iliyosababisha wakati mwingine roho ya mauti, ninakemea kwa jina la Yesu, ninakemea kwa jina la Yesu, ninakemea kwa jina la Yesu, ninaishughulikia saa hii, ninaishughulikia saa hii. Toeka kwenye maisha yetu, toeka kwenye maisha yetu, toeka kwenye maisha yetu, toeka kwenye maisha yetu, toeka kwenye mema yetu, toeka kwenye afya zetu, toeka kwenye uchumi wetu, toeka kwenye elimu zetu kwa damu ya Yesu. Hofu ikasababisha kufeli, hofu ikasababisha anguko kwenye eneo lolote lile, ninaikemea saa hii kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Hofu haina mamlaka, hofu haina mamlaka, haina mamlaka kwenye maisha yangu, haina mamlaka kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tawala Bwana, tawala Mwokozi wangu, tawala mioyo yetu, tawala nafsi zetu, tawala Bwana, tawala jemedari wetu, tawala Mwokozi wangu, tawala shujaa wetu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Ninatangaza ujasiri, ninatangaza ujasiri kwenye eneo lolote, ninatangaza uhodari kwenye eneo lolote la maisha yangu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Katika kuendea mema yangu, ninatangaza ujasiri. Katika kuyaendea mazuri yangu, ninatangaza ujasiri. Katika kuyaendea yale mafanikio yangu, ninatangaza ujasiri katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tawala jemedari wangu, tawala Mwokozi wangu, tawala Bwana, tawala katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninatangaza roho ya ujasiri, ninatangaza uhodari kwenye hiyo biashara, ninatangaza uhodari kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo elimu, kwenye hiyo huduma kwa jina la Yesu. Hakuna hofu itakao kurudisha nyuma tena kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu. Rebo seketeriaka, rema kenderiaba sheketa, reketeriaka noriaba. Natangaza uhodari wa kiungu sahi, ninatangaza uhodari utokao mbinguni kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Katika maisha yako utakuwa shujaa, katika eneo lolote la kwako utakuwa shujaa, kwenye hiyo elimu yako utakuwa shujaa, utakuwa jasiri kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Chochote cha kwangu nitakiendea kwa ujasiri, nitakiendea kwa ujasiri kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Adui yangu wa hofu, leo ninasimama kwa ujasiri, leo ninasimama kwa ujasiri, ninasimama kwa ujasiri, ninasimama kwa ujasiri, ninasimama kwa ushujaa. Mahali popote ambako niliwahi kusimama kinyonge, leo ninatangaza kusimama kwa ujasiri, leo ninatangaza kusimama kwa uhodari kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Leo ninatangaza kusimama kwa uhodari, kwa ujasiri. Repa papa reseketeriaka, reba sheketeriaka, repo seketeriaka, repa kenderiaba, reketeriaka, reketeri, repo seke. Remaseke reketeria baseketeriaka, rebo sheketeriaka, repo seketeriaka, rekenderiaba, repo seketeriaka, repo sheketeriaka. Jehova, 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 Jehova. Yesu, 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 Yesu. Ni wewe Bwana, ni wewe Mwokozi wangu, ni wewe Baba yangu, ni wewe Mungu wangu, ndiye ninayekuhitaji katika malango haya, katika malango ya siku ya leo, katika malango ya siku ya leo. Achilia ujasiri, achilia uhodari Bwana, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu.
katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yesu mwana wa Daudi, kimilio letu, msaada wetu, ngome yetu, tunaomba neema yako ipite, neema yako ipite Bwana, neema yako ipite Bwana, neema yako ipite Bwana, neema yako ipite Bwana, itusaidie maana peke yetu hatuwezi, kwa akili zetu hatuwezi, kwa mawazo yetu hatuwezi, kwa fikra zetu hatuwezi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo tunayashinda yote. Kwa jina la Yesu tunayashinda yote kwa ujasiri wa kiungo, tunayashinda yote kwa ujasiri wa kiungo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninatangaza kustawi kwenye eneo lako, ninatangaza ya kwamba kwenye eneo lako utastawi kwa ujasiri, ninatangaza kwenye eneo lako utastawi kwa ushujaa mwingi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na Mungu wangu na Baba yangu wa mbinguni, naomba wewe ukajidhihirishe, naomba wewe ukajidhihirishe, naomba wewe ukajidhihirishe katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Yesu mwana wa Daudi, ni wewe ndiye ninayekuhitaji kwenye maisha ya kwangu, ni wewe ndiye ninayekuhitaji kwenye maisha ya kwetu, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Usimpite Bwana yule kijana anayekuita wewe, usimpite yule mama, usimpite yule baba, usiwapite Roho Mtakatifu. Tembelea maisha yao, tembelea maisha yao, wape ujasiri wako, wape ujasiri wako, wape ujasiri wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tawala maisha yao, tawala maisha yao, tawala kesho yao, tawala mema yao, tawala ndoto zao, tawala mipango yao, tawala chochote chao, ili wafanye kwa ushujaa, wafanye kwa ushujaa, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu. Yesu mwana wa Daudi, ninahitaji neema yako, pendo lako limiminike kwenye maisha yetu, pendo lako limiminike kwenye mawazo yetu, pendo lako limiminike kwenye eneo lolote lile, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Mahali popote ambako hofu iliwahi kunirudisha nyuma, haitanirudisha nyuma tena. Mahali popote ambako hofu iliwahi kusababisha anguko lolote kwenye maisha ya kwangu, halitasababisha tena, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Jehova, ninahitaji neema yako ikamiminike kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu wewe ni mwema, asante Yesu kwa sababu hautatuacha tubaki hivi tulivyo. Asante kwa Roho wako mwema, asante kwa Roho wako mwaminifu, asante kwa nguvu zako, asante kwa kutujaza ujasiri wako, asante kwa kutujaza mamlaka yako, asante kwa kutujaza nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Yesu kwa sababu hatutakuwa wa kawaida tena, asante Yesu kwa sababu maisha yetu hayatakuwa ya kawaida tena, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba yangu na Mungu wangu, moyo wangu unakutukuza na kukuinua wewe. Asante Bwana Yesu kwa sababu siku ya leo tutatawala kwa ujasiri. Asante Yesu kwa sababu hakuna chochote kila ambacho kitakuja tena kwa njia ya hofu kuja kusababisha hasara, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Uinuliwe Mwokozi wetu, utukuzwe Baba yetu. Wewe ni mfalme wa wafalme na wala hapana mwingine kama wewe Bwana. Ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo Baba ninakuinua, Baba ninakutukuza, Baba ninakusifu. Mioyo yetu inakuazimisha wewe na kukutukuza wewe Bwana, utendaye na ufanyaye njia pasipo na njia. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akufanye kuwa jasiri kwenye mambo yako yote. Mungu akufanye kuwa shujaa kwenye mambo yako yote. Mungu akufanye kuwa hodari kwenye mambo yako yote. Mungu akufanye kuwa imara kwenye mambo yako yote. Mungu akufanye kuwa na nguvu kwenye mambo ya kwako yote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.